Wafugaji wawili wa wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wamelipwa fidia na serikali baada ya ng'ombe wao 587 kutaifishwa na kuuzwa katika mnada wa hadhara kufuatia tuhuma za kuingia katika hifadhi ya serikali. Malipo hayo yamefanyika baada ya wafugaji hao kushinda rufaa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya, ambayo ilielekeza mahakama ya wilaya ya Mbarali kupitia upya uamuzi wake wa awali uliotoa ushindi kwa serikali kuruhusu uuzwaji wa mifugo hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za kesi, matukio hayo yalitokea mwaka 2022 hadi mwaka 2024 baada ya mifugo ya wafugaji hao kuingia katika hifadhi ya serikali ya Ruaha, ambapo ng'ombe hao walikamatwa na serikali na kufunguliwa maombi ya jinai katika mahakama ya wilaya ya Mbarali nambari 23 ya mwaka 2022 na nambari 7977 ya mwaka 2024. Katika tukio hilo, mfugaji Kasuga alidaiwa kumiliki ng'ombe 38 huku Jayunga John akimiliki ng'ombe 549 na kufanya jumla ng'ombe kuwa 587 waliotaifishwa na baadaye kuuzwa kwa mnada wa hadhara. Akizungumza baada ya hukumu hiyo, wakili Faraji Mangula ambaye pia ni mwenyekiti wa mawakili wa wilaya ya Kinondoni ameipongeza mahakama na serikali kwa kusikiliza rufaa ya wafugaji hao na kutenda haki. Hata hivyo, pia wafugaji nao wamezungumza. Mimi natumika ndaba na hizi ni ripoti zaidi. Leo tunapenda kuwathibitishia wafugaji wawili ambao wamepata haki yao na kulipwa fidia baada ya serikali kuingilia kati kupitia mashauri yao ambayo yalihusishwa mifugo ambayo ilikuwa imetaifishwa. Kushoto kwangu yuko Bwana Muhoja Lusuga ambaye mwaka 2022 mifugo yake ipatayo 38 ilikamatwa na watu wa hifadhi kwa madai kwamba imeingia katika eneo la hifadhi. Kesi hiyo ilisikilizwa upande mmoja pasipo Bwana Muhoja Lusuga kuwepo, na baadaye uamuzi wa upande mmoja ulitoka na mifugo ikauzwa. Mara baada ya mifugo hiyo kuuzwa, Bwana Muhoja Lusuga kupitia ofisi yangu alifanya marejeo Mahakama Kuu ya wilaya, Mahakama Kuu ya mkoa wa Mbeya, na Mahakama Kuu ilivyosikiliza shauri lile ilisema kwamba ilikuwa ni shauri la jinai namba 1 la mwaka 2023. Mahakama Kuu ikaelekeza kwamba mahakama ya wilaya ambayo ilisikiliza kesi hiyo upande mmoja pasipo kumsikiliza Muhoja Lusuga ilifanya makosa ya kisheria. Mahakama Kuu ikaelekeza kesi hiyo iende kasikilizwe upya kwa Bwana Muhoja Lusuga kuweza kupewa nafasi ya kusikilizwa, ambako kesi hiyo ilikuja kusikilizwa mwaka 2025. Na baada wakati zoezi hilo la kusikiliza kesi ya Muhoja Lusuga ikiendelea, ndugu Jayunga John ambaye yuko pembeni yangu hapa, mifugo yake ipatayo 549 ng'ombe pamoja na punda watatu ilikamatwa mazingira hayo hayo kwa madai kwamba iko ndani ya eneo la hifadhi, na baadaye kesi ikasikilizwa siku moja na ikatolewa amri siku moja na ikauzwa siku hiyo hiyo moja kupitia dalali wa mahakama. Naye pia lakini Bwana Jayunga John siku kesi inasikilizwa alikuwepo mahakamani, ila hakupewa nafasi ya kusikilizwa siku hiyo. Naye pia alifanya maombi ya marejeo Mahakama Kuu kanda ya Mbeya, na Mahakama Kuu pia ikatoa maelekezo kwamba kama tulivyoelekeza kwenye kesi ya ya Muhoja Lusuga, pia kesi ya Jayunga John na yeye apewe nafasi akasikilizwe kwa kusikilizwa upya katika mahakama ya wilaya. Na leo tunapenda kuwathibitishia kwamba mwaka 2025 sasa ndipo mahakama ya wilaya ya Mbarali ikawaita wahusika kwa maana ya Muhoja Lusuga pamoja na Jayunga John na kuwapa nafasi ya kusikilizwa. Kwa hiyo mwendelezo wake huo ndipo mwaka huu 2026 wafugaji hawa wawili wamerudishiwa fidia kupitia mifugo ambayo iliuzwa kimakosa mwaka 2025. Ni mfugaji wa Mbarali na likamatiwa ng'ombe wangu
549 na punda watatu wakataifishwa. Ndio nikafuatilia, nikawa nina mfuatiliaji Faraja Mheshimiwa Mangula kanisaidia jambo langu, nikafuatilia mpaka tukafika mwafaka wa kusikilizwa na serikali pande zote mbili. Ndio akatoa maamuzi Mheshimiwa wa Mbalali. Kesi hiyo ilisikilizwa pande moja, zikatafishwa ng'ombe, ilikuwa ijasikilizwa pande zote mbili. Ikasikilizwa upya, ndio ikaonekana mwenye mali arudishiwe kidogo. Ndio nikarudishiwa, nikapata fedha hizo kupitia Mheshimiwa Mangula. Ndio naishukuru sana serikali, na nimepata haki yangu. Nalikuwa sina mali chochote, zilikuwa zilitaifishwa. Mimi nimeshindwa kusomesha watoto wangu kwa bila mali ile, na watoto wengine walemavu hapa, ina nimeshindwa tu kusema, lakini sasa hivi ameshindwa hata kusoma. Namshukuru sana mama yetu, Mama Samia, kwa kunipatia mali yangu. Jina langu ni Magembe Makoe Konosenema, katibu mkuu mstaafu wa chama cha wafugaji, lakini mdau wa sekta ya mifugo. Waandishi wa habari, mimi nayo mawili ya kusema. Kwanza ni kuishukuru serikali kwa namna ambavyo imeitikia uamuzi uliotolewa na mahakama kama muhimili muhimu sana wa dola. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizotokea kwa wafugaji wetu, lakini bado haki ya wafugaji imeweza kupatikana. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kutekeleza hilo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na Makamu wa Rais aliyeelekeza kwamba wafugaji ambao walishinda kesi zao na wanahitaji kufidiwa, basi wafanye hivyo, mamlaka zinazohusika zifanye hivyo, basi wametekeleza. Kwa hilo sisi kama wafugaji tunashukuru sana serikali yetu. Ndugu waandishi wa habari, mimi naitwa George Simon Kifuko. Mimi ni mwenyekiti wa kamati inayoshughulikia masuala ya malisho na utatuzi wa migogoro ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Kwenye jambo hili, kwanza nimshukuru mwanasheria wa Bwana Mangula kwa kazi kubwa aliyofanya kusimamia wafugaji wetu wapate haki yao. Lakini pia nimshukuru katibu mkuu mstaafu Bwana Magembe, kwa sababu naye vile vile anahangaika kwenye jambo hili sana. Lakini mimi nataka niseme mambo makuu matano. Moja, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesaini mikataba ya kidunia kulinda Watanzania na haki zao. Sasa leo serikali ndio inanyang'anya wananchi haki zake kama wafugaji. Mfugaji anakamatiwa, ng'ombe zake zinataifishwa, inaendeshwa kesi upande mmoja na ng'ombe zinaondoka. Sasa imetupelekea ndio hatua kama hii.